Amen. Kwa sababu kwa kulishika neno, kwa kulipokea neno, ni Roho wa Bwana atusaidie. Sisi kama wanadamu, hakika kwa mawazo ya mwanadamu, kwa tamaa za mwanadamu, kwa maumbile ya mwanadamu, hatuwezi kushika neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena. Kwa uwezo sisi, yani kwa tamaa zetu, kwa akili zetu, kama vile tunavyopenda, ikiwa ni kwa sababu yetu, hatuwezi kumwabudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Roho wa Bwana akiwa pamoja nasi, Roho wa Bwana akiingia ndani mwetu, tunamwabudu, tunamuinua, tunampa mapenzi yake, yale anahitaji kutoka kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndio maana tunaomba huyo Roho hatusaidie. Kwa hivyo kulingana na muda, Roho Bwana anisaidie niende kwa wakati wake. Najua masaa yetu yameenda, lakini Roho wa Bwana yupo na ni mwalimu. Namwaminia hilo na namwaminia pia kwako. Amen. Kwa hivyo ninaomba tuweze kuendelea na injili yetu, jambo ya kwamba kukiri imani ama kuthibitisha imani. Amen. Kukiri imani yetu kwa huyu Bwana, ama jinsi ya kukiri imani yetu kwa Mwenyezi Mungu, ama jinsi ya kuthibitisha imani yetu kwa Mwenyezi Mungu. Amen. Tunasoma katika kitabu cha Waebrania mlango wa 4, kitabu cha Waebrania mlango wa 4, kuanzia mlango wa 14, kuanzia mstari wa 14 mpaka mstari wake wa 16. Nikiomba Roho wa Bwana atusaidie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nitasoma. Amen. Amen. Yes. So let us hold fast our confession. For he has not eyes who are able to sympathize with the weakness, but one who is very in every respect has been tempted, yet not sin. 16. Let us then with confidence draw near to the Lord today, that we may receive mercy and find grace tonight in the name of God. Amen. Neno la Bwana linatoka katika kitabu cha Waebrania mlango wa 4 kuanzia mstari wa 14 mpaka mstari wa 16. Nayo linasema, kwa kuwa tunaye kuhani mkuu kuliko wote, ambaye ameingia mbinguni, Yesu mwana wa Mungu, basi na tushikamane sana kwa uthabiti na ule ukiri wa imani yetu, kwa kuwa hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana na sisi katika udhaifu wetu, lakini tunaye mmoja ambaye alijaribiwa kwa kila namna kama vile sisi tujaribiwavyo, lakini yeye hakututenda dhambi. Mstari wa 16, basi na tukikaribie kiti chake cha rehema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kusaidia wakati wa mahitaji. Na Bwana abariki neno lake. Bwana abariki neno lake. Bwana abariki neno lake. Hakika ni neno la wakati. Bwana Yesu asifiwe. Ni neno inayetunguza ama inayetuuiza kutoka chini ama kupotoka kwa imani yetu, ndiposa tuweze kumtambua huyo Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imetuambia ya kwamba tunaye kuhani mkuu kuliko wote. Amen. Na kuhani huyo, Biblia ikasema ya kwamba ni yeye Yesu mwana wa Mungu aliyeweza kuingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninajua duniani tuna makuhani wengi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaye kuhani mmoja katika makuhani wote. Hata mimi nikisimama hapa ninajiita kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sina wakati hata mmoja nishawahi panda kwenda mbinguni na nikashuka. Bwana Yesu asifiwe. Humu duniani tuna makuhani wengi, tuna wafalme wengi, tuna
wakuu wengi, lakini nataka nikuambie kuhani tunayemzungumzia hana utofauti sana na wale makuhani tunawajua wa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye akiwa peke yake alishaweza kushuka duniani, akapa siku 3, akafufuka, akapaa kwenda juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo ndiye kuhani mkubwa, huyo ndiye kuhani mkuu, ule Biblia inasema tukiri ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kumkiri yeye, tuweze kumfuata yeye, tuweze kumtafuta yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengi watauliza, huyu alishaenda akaingia mbinguni, tutamfuata namna gani? Tutamkiri namna gani? Tutamtenda namna gani? Neno la Bwana linasema duniani kunaye wachungaji, duniani kunaye manabii, duniani kuna watumishi wangu, wale mimi ninayewatumia ili hali wawafikishie kile kinachotoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana sasa imefikia hata nasi tunaitwa makuhani, hata ingawa sisi sio kuhani aliye mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo akasema ya kwamba huyu mmoja aliyeweza kuingia mbinguni, amen, tushikamane sana tena kwa uthabiti na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo neno linasema, tushikamane sana kwa uthabiti na kuukiri imani kati ya jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndiyo sasa neno lake Mwenyezi Mungu lipo. Ikiwa kweli tunamtambua, ikiwa kweli tunamwamini, ikiwa kweli tulimchagua yeye, kwa sababu duniani makuhani ni wengi. Bwana Yesu asifiwe. Hata mganga anajiita kuhani, hata shetani anajiita kuhani, lakini Biblia ina note kunaye mmoja kitofauti. Bwana Yesu asifiwe. Ule alishaingia wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na ukumbuke huyu wa pili hata naye alishaingia wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumzie makuhani watatu. Amen. Kunaye mkuu zaidi, ule tunasoma katika neno hili, naye ni Mungu muumba, ule aliye juu mbinguni, hatoshanishwi, halinganishwi, ni wa kuongopewa, ni wa kuheshimiwa, yani hatoshanishwi na kingine chochote. Naye ni huyo Baba aliye juu mbinguni, aliyemtuma mwanae aje kutuokoa. Tunaye kuhani wa pili, alishaishi mbinguni, naye ni Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ni kuhani, ana uwezo, ana mamlaka, ana nguvu, ana uthabiti, ana kukiri katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ushike mambo haya. Hata shetani ni kuhani, lakini sio mkuu na sio mkubwa, hawezi linganishwa na huyu tunayemwamini akiwa juu. Lakini jua ya kwamba ni mtawala wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtawala wa dunia hii, na wewe unaishi duniani. Kwa hivyo upende usipende, hata kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Uwe Mkristo, uwe mpinga Kristo, hata kutawala. Lakini neno linasema namna gani? Wanaheri wale wanayemcha Bwana, wale wanayemtambua Kristo, kwa sababu utawala wake hautakuwa na nguvu kwao. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nirudie jambo hili. Huyu Ibilisi tunayemkana kila wakati ni mtawala wa dunia hii. Anakutawala wewe, anatawala mali yako, anatawala vitu vyako, kwa sababu alipewa uwezo, alipewa mamlaka, sio kutoka kuzimu bali kutoka mbinguni. Alipoasi mbinguni, alifukuzwa, akaletwa kwa dunia hii. Na kumbuka ya kwamba hakunyang'anywa mamlaka, hakunyang'anywa nguvu zake, hakunyang'anywa uwezo wake. Shetani anatembea na ile nguvu alipewa na Bwana, lakini akiharibu, akiua, akigandamiza, akiharibu kile Bwana amepanda. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hivyo nataka niambie watu, hata kama tumchukiaje shetani, ni mtawala. Amen. Jambo ni kwamba utamwepuka namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Yaani utatoroka shetani, utatoka kwa nyara zake, utatoka kwa kifungo chake namna gani? Ama kwa njia gani? Na njia ndiyo hii Kristo ametupea leo, ya kwamba yeye ni kuhani aliye mkuu kabisa, asiyelinganishwa, asiyetoshanishwa, asiyepimanishwa na makuhani wengine wote. Kwa hivyo akasema nini? Tushirikiane naye, tuandamane naye, tumkiri yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ama ni Biblia yangu inasema hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema Yesu mwana wa Mungu, basi na tushikamane sana kwa uthabiti na ule ukiri wa imani yetu, kwa kuwa hatuna kuhani mkuu hawezaye kutuchukulia ama kuchukuliana na sisi katika udhaifu wetu, ila ni Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi mwanadamu, unasikia inafika saa zingine ninawaka moto. Bwana Yesu asifiwe. Ninaudhika, ninakasirika, kwa sababu mimi ni kuhani tu. Lakini aliye mkuu, huyo ndiye ana uwezo wa kukubali wadhaifu kama sisi. Mwanadamu hata awe kuhani namna gani, ataona mateso yako, anaona makosa yako, ataona kudhihaki kwako, na atashindwa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno linatuambia tuna kuhani mmoja, uli anaweza kutuchukulia ama kuchukuliana na sisi katika udhaifu wetu. Hiyo ni sawa na kuambiwa kanisa, Bwana anajua udhaifu wako, Bwana anajua nguvu zako, Bwana anajua ujanja wako, Bwana anajua uzuri wako, Bwana anakujua sawa sawa. Lakini kitu anahitaji kwako ni ya kwamba tushirikiane. Tushirikiane. Amen. Kwa sababu gani? Huwezi kuwa kama mimi na siwezi kuwa kama wewe. Lakini Biblia inatuambia tunaweza kufanana na Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukishirikiana, ukikiri katika imani, ushirikiane kwa matendo yako, unaweza kufanana na Kristo. Lakini nataka nikuambie, hata ujaribu juu chini, utajaribu tu kufanana nami, lakini kuna mambo mengine ya kwangu utayakubali, kuna mambo mengine ya kwako sitayakubali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kwangu maybe yatakuwa magumu sana, maybe yatakuwa ya kufinyilia imani yangu, maybe kwangu nitasikia ni mateso, lakini Biblia inasema yuko kuhani mmoja, huyu anaweza kuchukuliana na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Katika hali ile tuko, katika jinsi alivyotuumba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kile anahitaji kwako na mimi ni nini? Kushikamana. Amen. Kuandamana, kumkiri yeye. Bwana Yesu asifiwe. Vile ulivyo, Bwana Yesu asifiwe, jinsi ulivyo, fuata Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na njia za kufuata Kristo ni mingi. Ni kama vile tumesema, ni kwa matendo. Huwezi kufuata Kristo kwa kukiri kwa mdomo tu, pasipo matendo. Ni lazima umfuate katika kukiri, ni lazima umfuate katika matendo, ni lazima umfuate katika imani. Yakiunganika, utakuwa pamoja naye, atakufanya kuhani, atakufanya mwana wake. Bwana Yesu asifiwe. Neno linazidi kusema na kwa kukiri, na kwa kukiri ule kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wana aibu ya kumkiri Kristo, na njia ya kukiri Kristo ni njia nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usemi wako, kwa matendo yako, kwa tabia zako, jinsi unavyoishi, yani jinsi ulivyo, kule ndio kumkiri Kristo. Kwa sababu yaweze kumkiri kwa kinywa, Bwana na asifiwe, lakini kilicho ndani yako ni wivu, ni chuki, ni vita, ni dhihaki, ni malengo machafu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema
ama neno linasema ya kwamba tumkiri yeye, na kumkiri ni katika tabia zako, hata kule manyumbani mwetu, hata mbele ya majirani wetu, yaani popote tulivyo, tutende kitu si cha kumdhihaki Mwenyezi Mungu, tutende kile kinaweza inua utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi waliisha huwa, waliisha dharaulisha, waliisha gandamiza makali ya imani yale tulipewa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio leo nahubiria kanisa la Kristo, ukiwa kweli wewe wajiamini, ulijiteua, kwa sababu kabla ya kuteue ni lazima ujiteue. Bwana Yesu asifiwe. Ujiteue leo, useme mimi nimetoka ng'ambo ile, useme mimi nimetoka zaidi ile, sasa nimekuja hapa kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unapotembea, unapokuwa nyumbani mwako, katika kila jambo, matendo yako, kinywa chako, maisha yako yahubiri Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Utapata watu wengine wakiwa kanisani ni Bwana asifiwe, lakini nyumbani mwao hakuna kinywa kinachoweza kuhubiri Kristo ndani mwao. Matendo yao ni dhiaka kwa watoto, hata kwa wake wao. Watu wale hawana huruma, watu wale hawana upendo, watu wale hawana kujitoa, watu wale hawatendi ama hawatimizi mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Watu wameokoka, wale wanayemkiri Kristo ni wale watu, hata kama wako kanisani, hata wakati hawako kwa ibada, wakati wako kwa manyumba zao, akiwa ni mume atampenda mke wake pasipo kulazimishwa ama kushurutishwa. Nasi tunajua matokeo ya upendo. Mtu anakupenda, unajua. Bwana Yesu asifiwe. Atakuhurumia, atakujali. Bwana Yesu asifiwe. Sio ndio matunda ya huruma? Atakuhurumia, atakujali, atakupenda, yaani atatembea na wewe katika kila hatua unatembea. Lakini wacha niambie kanisa, siku hizi tunakiri Yesu kwa midomo tu, tunakiri Yesu kwa kujionyesha, tunakiri Yesu jinsi sisi vile tunataka. Utapata mtu akiwa nyumbani mwake, jinsi anavyotangaza injili ni tofauti sana na ile injili tunahubiriwa. Mzee akiingia kwa nyumba, watoto wanajikunja, hawana amani, hawana furaha. Bwana Yesu asifiwe. Kusema kwani huyo ni Mkristo? Huyo sio Mkristo. Mkristo ni ule anapenda jamii yake, kwa sababu neno linaniambia kanisa linaanza nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe mzee, wewe mama unayenisikia, ikiwa kwako hakuna amani, ikiwa kwako hakuna furaha, ikiwa kwako hakuna upendo, utahukumiwa kwa hilo. Amen. Kwa sababu injili ni amani, injili ni upendo, injili ni kuhurumiana, injili ni kutembea pamoja. Lakini itakuwaje? Mzee ataamuka mapema, ausiki ama ajari jinsi mke wake alivyo, hata salamu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nirudisha kanisa. Kanisa linaanza nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Naye I think ni Tito Timotheo akasema ya kwamba baba hawe askofu, mama hawe mchungaji, na watoto wawe wainjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kazi ya askofu sio mingi sana kama kazi ya mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni vitu watu hawajajua. Yaani askofu ni rula. Amen. Akiingia tu anasema hii sitaki. Akiingia anakosoa hapa. Akiingia anasema nimefurahia. Akiingia anasema hapa kumeenda sawa. Yaani ni mtu wa kuweka tik. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mchungaji ni ule wa kupanga, ipangike, kutoa upumbavu, kutoa matusi, kutoa mjanja kwa mtoto. Hiyo kazi yote anafanya. Na kazi mingi ni kwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mtoto akiharibika, tunajuanga kasoro ina nani? Mama. Ina mama. Sio baba. Amen. Mtoto akipotea, kasoro ni nani?
ni mama. Amen. Kwa sababu mama ndiye anakaa na watoto wakati mwingi, ndiye ako karibu, yani aliumbwa na Mungu kitofauti, anaweza kufikia mtoto kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wanaume, Biblia inasema waliumbwa ya kwamba na moyo wa kuchunga wanyama. Amen. Mtu ana moyo wa kuchunga mnyama, anarekebisha mtoto. Kwanza hii jenzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe mama uamurishe mtoto, sitaki kukuona hapa pasti saa 11. Sitaki kutoka nipate hujaosha vyombo. Sitaki kupata jambo hili hivi na vile. Naye baba akikuja anasema congrats. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo kazi yetu nyumbani. Lakini siku hizi unapotembea kwa manyumba ya watumishi wa Mwenyezi Mungu, unapata hakuna amani, unapata hakuna furaha, unapata hakuna upendo. Mzee akitoka kazi hana time na mke wake, anaweka miguu kwa kiti analala. Siku hizi kuna mke mwingine tuliletewa na shetani, ni simu. Unapata mzee ana mke wa pili, naye ni simu yake. Anaenda kwa Google, anaenda kwa Twitter, anaenda kwa Facebook, anaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Anaenda hata jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Akiingia mambo ni mangapi? Ni mawili. So wanaume wa siku hizi wamebadilishwa, wameondoka katika kushikamana na Bwana. Amen. Wale tunao wako na wake wawili, na sio Akinyi, na sio Mweni, na sio Wanjiku. Lakini kuna mke mwingine shetani alituletea. Bwana Yesu asifiwe. Mume akiingia kwa nyumba, ukisikia sauti yake ni ya kwamba kasia, ni ya kwamba shenzi, ni ya kwamba kumpafu, ni ya kwamba matusi, lakini hakuna kitu chema anaweza kutoa kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Hata akipata msichana wake siku hiyo amevalia vizuri, hawezi mwambia maudauta, leo unakaa smart sana. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna siku anaona kitu chema. Akipata mke wake anamwambia heri, nimefurahia leo ninakupata kwa nyumba. Najua kuna wengine hawapatikanaji. Bwana Yesu asifiwe. Kama sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine hawapatikanaji kwa nyumba kwa urahisi. Bwana Yesu asifiwe. Always they are busy. Kuna wale wana neema ya kazi, kuna wale tuna neema ya hii kazi ya Bwana. Sitakaa kwangu ningoje mzee nipoteze kondoo wa Bwana. Lakini wakati ananipata, sasa hii ni ya mzee, wakati ananipata anavaa kuniambia, oh I thank God my sweetheart, today you are home, you are at home. Nafurahia sana kwa sababu nimekupata. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema tuhubiri injili njema kwa wake wetu, kwa waume wetu, kwa watoto wetu, na injili haitakuwa ngumu. Lakini mzee akiingia, unajua kuna staili wanalalaka, si unajua ya kwako? Bwana Yesu asifiwe. Staili kusema ya kwangu, wewe si unajua ya kwako? Ile mzee akiingia, ili anaingianga nayo, ili anakaanga nayo kwa nyumba yake. Anakaa kwa hiyo staili. Akimaliza staili, anachukua simu. Bwana Yesu asifiwe. Ama wafanyaji hivyo? Ana saa ya kucheka na mke wake, hana saa ya kuambia mke wake asante, you are beautiful. Bwana Yesu asifiwe. Hana hiyo time. Yeye ni kumwambia pili anafanana na nyanya yake, pili anafanana na sheje, pili anafanana na mama yake, na hata hajawahi enda kwenye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni jinsi ya kukuambia jinsi wewe uko crazy, vile wewe ni mvivu, vile wewe uko kinyangarika. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio tulipotezea lengo la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nyumba iliye na amani, nyumba iliye na furaha inasomesha nyumba ya kesho. Kama kwangu nina kijana, kama kwangu nina msichana, wanasoma. Amen. Labda ni anajua nikioa, niliona bibi yangu, baba yangu vile alikaa na mama yangu. Ujue ni mbegu unapanda.
Wakati atakimbia kwako, usimwambie hii tabia ulitoa wapi. Jua tu ni ya kwako na ujue jinsi utaitupa. Bwana Yesu asifiwe. Ninaye msichana anaelewa jinsi wanaume wanakaangwa nao, kwa sababu mimi mama yake anaona vyema jinsi ninavyokaa na baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninahubiria kanisa ya kwamba jua ndoa yako sio yako peke yako. In fact ni shule ya wale wanakaribia ama wale wanakuja kwa ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe kijana akikuja, unaanza kumpea sheria mingi kama baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tulienda kule kwetu, jamaa alipewa sheria. Aliambiwa nimekupea mke lakini sio punching bag. Hiyo ndio kitu ya kwanza baba alikuwa anaambia wakwe. Na wahitaji kwao. Amen. Anaambia in-laws, nimekupea msichana, akikushinda niletee. Usimfukuzie Nairobi. Muulize kama hakuambiwa. Nimekupea akiwa smart, nataka akae smart. Sio vile umemchukua. Kwa sababu gani? Baba yangu alijivunia jinsi nimelea wasichana wangu. Hawataniaibisha, hawataenda kambo, hawataenda kinyume, watastahimili. Bwana Yesu asifiwe. Sana wewe kwako umefundisha watoto jinsi mwanaume anaweza kuwa buffalo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati katafika kama wewe kakikaa buffalo na saa hiyo wewe umeokoka, unaanza kushinda sasa mimi nilizani ni mtu ama ni mnyama? Kumbe masomo ilitoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unafunza kama msichana jinsi ya kunyima baba yake chakula. Kakiolewa, kanaenda kananyima mzee mwenye boma. Wacha niambie baba, so long as uko kwa ndoa, I provide. I must provide. Ni lazima afanye nini? Ukipata mmoja akupei chakula, kuja uniambie. Bwana Yesu asifiwe. Kile umetafuta ni lazima akule. Biblia inaturuhusu sisi tuamuke mapema tutafute chakula. Bwana Yesu asifiwe. Tununue shamba mbali, tujenge manyumba mazuri. Hao ndio wanawake. Wale wanaitwa na Biblia wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Waamuke mapema. Katika Proverbs 31 wanaamukanga mapema kabla jua alijafanya nini? Alijachomoza. Wafanye nini? Watafute baraka, wanunue mashamba mbali, wajenge manyumba mazuri, yaani wahifadhi mji wao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini msichana wa siku hizi ama mama wa siku hizi, Bwana Yesu asifiwe. Mama wa siku hizi hapa namna gani? Jinsi mulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wanaume wanaambiwa, jamani, penda mke wako. Penda mke wako. Kumpenda, mkilala usiku, good night my sweetheart. Bwana Yesu asifiwe. Unapata watu wanalala kitanda kimoja lakini hawawezi nguzana, na katanda ni kadogo. Mmoja analala kwa ile muti ya kitanda, ile muti pale, ile ya mwisho. Ule mwingine analala kwa ile muti side ile. Mwingine akiangalia huko, mwingine akiangalia huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Hati kuna watoto hawataki aibu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaingilia mlango mmoja lakini ni watu wangapi? 2 strangers. Amen. Wengine ukienda pale, mmoja analala kwa kitanda, mwingine analala chini. Bwana Yesu asifiwe. Ukiingia pale akitaka ushauri, anaenda mbali, hawezi kuuliza ushauri kwa mume wake kwa sababu ni useless. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, yaani tunaye mmoja, uli anaweza kushauriana na sisi, na ni kwani mmoja tu. Uli anaweza kuchukuliana na sisi. Kiswahili mzuri, kuchukuliana na sisi kulingana jinsi tulivyo. Tumuandame, tumfuate, tumuishie, tusipotee kwake, naye ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiishi na Kristo,
Ukienda ushirika kama hizi tunasema mama mmoja tumiwe na Bwana ya kwamba wamama, nimeona tabia mbaya ndani yetu, tukate hiyo tabia, wamama watabadilika. Mkutano mwingine mzee mmoja aseme wasee tu pull up our socks, nimeona udhaifu kwa familia zetu, wanaume watarekebika. Bwana Yesu asifiwe. Vijana wetu wakihubiriana injili waseme tumtii na tumuishie Kristo, injili itasimama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaye mmoja, uli anakukubali na hiyo kasumba ya kwenu, uli anakupokea wewe na hiyo dhambi ya kwenu. Bora tu ukuje mshirikiane, yani mfuatane na umkiri yeye ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kukiri Kristo ni katika matendo yetu, ni katika usemi wetu, ni katika yani kutimiza yale Kristo anapenda. Bwana Yesu asifiwe. Anzia pale nyumbani. Penda mke wako, mupe kile anastahili. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna kipindi nasikianga mpe mumeo sijui mahaba anayotamani. Bwana Yesu asifiwe. Siko. Sinaibamba every day. Mupe mumeo nini? Mahaba. Anayetamani. Mahaba ni nini? Roho smart, moyo msafi. Akikwambia tufanye hivyo, tuende pale, tufanye hivyo na mfanye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanaume wa siku hizi hawaambiliki. Kwa sababu kwa tumekosa nini? Huruma, upendo. Amen. Tumekosa kwa huruma na upendo. Na nini ingine? Na kusaidiana. Amen. Tuwezi yani hiyo mahaba wanayotamani kutoka kwetu hayapatikani. Hayawezi kupatikana. Kama mwanaume, naomba munisikize. Kwa sababu naonanga wanaume, hata kwangu naonanga wakati wanaimba hiyo wimbo, naonanga mzee anaongeza volume. Najua hiyo ni message. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naona anaongoza mumbe mumeo. Sijui simunisaidie. Si hii kipindi ya neema. Inaimanga hai. Yeah. Kumbe mumeokoka hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sio kipindi hiyo sijui wanaita ya neema. Kuna wimbo wanaanzanga nayo smart sana. Mupe mumeo mahaba anayotamani. Atakuwa hapo kwa sababu yako. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Hayo mahaba yanapatikana kwa mwanaume aliye submissive kwa mke wake. Amen. Anayempenda, anayemhurumia, anayemjali atayapata. Siku hizi ndoa iliharibika. Bwana Yesu asifiwe. Watu ni come we stay kulea watoto. Utasikia tu mwanaume mzima, toka uende. Huyu hana akili. Peleka madhali. Mimi nakuambia kama mchungaji wako. Ukipata mwanaume anakuambia toka, henda, peleka madhali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna shida, kuna kasoro ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia inasemaje? Tuhurumiane, tupatane, tupendane, tushauriane, turekebishane kama ndoa. Lakini wakishindwa, anainuanga kichwa na mamlaka. Sasa ukitaka kuona mamlaka ya mumeo, mkosee. Ndio utajua anajua matusi ama ajui. Ndio utajua ameokoka ama hajaokoka. Ndio utajua ana upendo ama ana upendo. Kwa sababu akikasirika, atakasirika pasipo upendo. Na atakuambia kile kinaishingi ndani ya roho yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia akikwambia mjinga kama watu wengi, jua huyo alishatoa roho kwenyu kabisa. Hakupendi wewe, Bwana apendi jamii. Ngoja nikwambie, Biblia inasema tutunze ndoa. Lakini kuna ndoa zingine sio ndoa. Ni ndoano. Bwana Yesu asifiwe. Hata ingawa Yesu alisema tuvumilie, hatuwezi kuvumilia mpaka tumwage damu. Kwa nini? Injili ni wokovu. Bwana Yesu asifiwe.
Amba tukufe. Sisemi tutengamane. Usione nimekosa kuokoka ama nimebackslide. Lakini ninaambia watu tushikamane. Kunaye kuhani mmoja, ule anaweza kutupokea katika udhaifu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna mwingine. Tushirikiane na wake zetu, tushirikiane na waume wetu, tushirikiane na watoto wetu. Na ikiwa hivyo, injili inaanza wapi? Nyumbani. Nikikuja kanisa, mimi nikikuja hapa kama sina amani, nitahubiri injili kama hii? Bwana Yesu asifiwe. Nikitoka pangu sina amani, nitahubiri injili kama hii? Nikija sina furaha, nitahubiri injili kama hii? Bwana Yesu asifiwe. Si nitahubiri maneno? Bwana asifiwe. So injili ianze nyumbani, na kule ndio kushikamana. Kule neno imetuambia. Amen. Mtoto akikosa mkosoe. Nao watoto wasije wakapita kiwango cha mama zao, kwa sababu kuna wazazi hawana amani kwa sababu msichana amekuwa. Amen. Hizi kasumba nimeziona katika manyumba haya. Ati msichana amekuwa sasa, mzee anaona msichana ana akili kuliko mama yake. Sasa msichana mjinga ana take over mahali pa mama yake. Baba akitaka kutumana chakula anatumia msichana. Bwana Yesu asifiwe. Hizi manyumba ina vituko, ina shetani anatawala. Bwana Yesu asifiwe. Mama akipiga simu mzee hawezi chukua, lakini kabidi kakipiga ni nini? My princess. Bwana Yesu asifiwe. Mambo haya yapo, nimeyaona. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi wenye wale wanafanyanga hivyo wanalahani watoto wao, na ninyi watoto mnakubaliana ni lahana mnapanda kwa maisha yenu. Hata kwenu itakuwa zaidi. Mtazaa watoto watawafanyia hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mtakosa furaha, mtakosa amani katika ndoa zenu, bila mnakosesha wazazi wenu. Kwa hivyo tufanye nini? Ukiona baba hajaokoka ana tabia kama hizo, mwambie baba, kwa heshima ninakupenda, lakini mama yangu si yupo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini unipigie uniulize hali ya ndugu yangu? Kwa nini unipigie simu uniulize kutagurwa nini? Kwa nini unitumie pesa ile mama yangu yupo? Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mashauri ninawapea. Ukitaka nyumba nzuri, wewe kaa kwa position yako. Ukiwa wewe ni mtoto, kaa kama mtoto kwa hiyo nyumba. Ukiheshimu mama, ukiheshimu baba yako. Usipite mpaka, kwa sababu unajichimbia kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa wewe ni mfanyakazi, kaa kwa nafasi yako. Usipite nafasi ya nani? Ya mama. Hata kama utapata akiwa mjinga na mnatani kwa hiyo nyumba, ni mama mwenye boma. Bwana Yesu asifiwe. Usianze kusema najua zaidi kuliko yeye. Ni mimi napanganga nyumba. Kuna kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa hivyo, kila mmoja ajue nafasi yake, tutakuwa wale tusipeshikamana na nani? Na Kristo. Kwa sababu neno inasema tushikamane na Kristo. Na neno inatuambia tumkiri nani? Kristo. Wacha matendo yako yakiri Kristo. Ukivaa mavazi yako hata njiani, yakiri Kristo. Siku hizi makanisa imebackfire. Ni machache yataenda mbinguni. Na nafikiri moja ni hii yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unaweza enda makanisani, uangalie jinsi watu wale wanaongea, bila wana look, wanataka Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna look zingine, hiyo ni yako tu, lakini si ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Makucha zinakaa sana Nebukadneza. Bwana Yesu asifiwe. Si Nebukadneza ndio alilea kucha zikatoshana hivi. Biblia inasema hivi, utapata mwanamke kucha zinakaa sana nani? Sana Nebukadneza. Bwana Yesu asifiwe. Huyu atapembelezaje mzee? Si atamung'oa macho. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hiyo kucha ikikaa ya Nebukadneza, unajua kucha inaanzia hapa.
Kuna space nyingine hivi. Akitaka kushika mzee, hiyo kucha inatokea, inachomoa mzee ngozi. Amen. Kuna vitu vingi vibaya sana, yaani vinafanya tunakaa atumkiri Kristo. Hata kama unatengeneza kucha, napenda sana urembo. Mimi napenda urembo. Amen. Tengeneza kwa njia ya kumcha Bwana. Kuna mama utapata kwa nyumba style ameshuka. Akitembea hivi, utafikiri anaangalia huku na kumbe anaangalia kule. Juu ya hairstyle. Amen. Paka wazee wameanza kuongopa. Walioa chini ya Mombasa. Ama ni mwanamke wa Shamagoko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu amepaka vitu vingine. Mimi sikatangi urembo. Hata wewe unajua napenda urembo. Amen. Lakini tufanye mambo yote katika nani? Kristo. Tumkiri nani? Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunapofanya mambo hayo yote, tuweke Kristo mbele. Kaa mrembo, kaa smart, weka makeup yako, lakini usiweke ile inafanana na ya watu wa dunia. Najua kuna zingine mbaya, hasileti shangwe. For example, ukutane na mtu huku amepaka blue, huku amepaka yellow, nywele inakaa hivi, nguo amevaa side moja. Sasa huyo mtu anakiri Kristo naye. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika mambo yote tumkiri nani? Kristo. Kwa hivyo hiyo ni included mavazi yako, matendo yako, usemi yako, jinsi unavyokaa, kaa kama Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na tena sisemi watu wakae hapa ni kama wanabaanga carton. Unajua kuna watu naangalianga hivi. Na shindo huyu akienda kwa duka, hakujua nguo ya shape yake. Yaani amebeba tu carton. Ni kama kigunia ama carton kimeshonwa. Ukiangalia hivi ndio unaona ni matiri. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima watu wakae smart. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kuvaa kwetu na katika kila smartness tumtukuze nani? Mungu. Sasa mimi ningekuwa hapa nakaa hiyo nguo inakaa carton. But nikihubiri utasikia injili. Si utakuwa unauliza na hiyo sadaka tunatoleanga mchungaji. Jamani. Hii carton tu. Yaliona. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akitembea hivi anakaa ile kitu inachunganga kachakuro huko kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kule kwetu kuna kachakuro mingi. Ama inaitwa kichakuro na squirrel. Amen. Na kwa sababu shamba zetu ni kubwa na tuchakuro ni twingi. Tukipanda kwa tunakuja tunafanya nini? Mama anaendanga kwa nyumba. Ule mwenye hekima anaangalia ile nguo kuukuu. Anakuja anatengeneza kisanamu. Yaani kimuti kinaenda hivi ni kama mikono inakaa hivi. Na anavalisha hiyo nguo. Bwana Yesu asifiwe. Na juu ya hiyo nguo anaandika kama mabati tuwili. Upepo ikikuja tunafanya kachakuru anatoroka. Anafikiri kuna mtu anafanya nini? Anafanya kazi kwa shamba. So hiyo mti ikivalishwa nguo, wewe mwanadamu ukiangalia si unaonanga hiyo ni mti. Sio mtu. Lakini inadanganya nini? Kichakuro. So kuna watu sisemi tukae hivyo. Amen. Mimi napenda watu wako smart. Si wanaume kubaba t-shirt kanisa. Si wa mama kukuja na ulunya style. Bwana Yesu asifiwe. Kushikamana na Bwana, kumkiri Bwana katika dressing yako, katika kutembea kwako, katika jinsi unavyoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu niulize, si waonei mama kanisa? Si waonei kabisa. Bwana Yesu asifiwe. In real sense. Hakuna msichana mkamba utampata kanisani na t-shirt. Amen. Nasema ni mbaya. Kuna zingine zina match. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo ni kuja kupatikana ni kipendekezo kikubwa in Luhyaland. Amen. Sasa unapata mtu bora tu ni t-shirt. Bora tu ni skirt. Anarudi anavaa nini? Rabas. Ama slippers. Na anakuja kanisa.
anakuja wapi? Tukikaa hivyo, nani ataona Mungu wetu? Sinauliza swali. Hata wewe ungetupata tukiwa hivyo, ungerudi hapa? Unajua watu wachafu wanaonekana kama wezi, wachawi, watu wabaya. Bwana Yesu asifiwe. Utakuja useme we, hata wale wako pale, utarudisha habari njema kama nani? Wale walitumwa wapi? Wale walitumwa Kanaani. Si walirudisha habari mbaya wengi wao. Sasa mtu akikupata hivyo, si atasema hiyo kanisa jamani ni kama wachawi. Watu wao nikiwaona vizuri ni wachawi. Wanafanana tu na wachawi. Na kama si wachawi ni majambazi. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu atarudi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani najaribu kuhubiri kushikamana na Kristo. Ukienda kwenyu unavaa suti na tai. Ukikuja kanisani unakuja kama hasola. Naonanga Millicent ananiambia kama sina nguo new siendi. Millicent hawezi enda. Bwana Yesu asifiwe. Kama hana pasi mpya ile itatishia wale, hawezi safiri ukabani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi namuulizanga iko nini? Hapana, siwezi enda. Siwezi enda na nguo mzee. Bwana Yesu asifiwe. Kama huwezi enda na nguo mzee, hata kanisani kuja na mzuri. Lakini si tunaonanga hata anajaribu. Kanisani anakuja na mzuri, nyumbani anaenda na mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu wengine, mtu anachomoka hivi unashindwa hii ni hasara ya wapi? Inausanga mayai kayo. Anakuja kanisani. Inachomoka pale kwa mlango. Unaangalia hivi unasema Mungu saidia watu wako. Bwana Yesu asifiwe. Tujifundisha kushikamana na nani? Na Kristo. Kuna mahali uliona ama ulisikia katika mitume wa Yesu walitembea wakiwa shakishaki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tudidimishe injili ya Bwana na tuinue mambo ya kwetu? Bwana Yesu asifiwe. Unaona kile kilifanya world. Akaambia watu fashion ni hii na ni hii peke yake. Alichukia hizo vitu. Mungu wake kudharaulishwa. Watu wana masuti, watu wana manguo mazuri, watu wanaweza kung'ara. Lakini mimi nawaonaga hapa saa zingine nashindwa nitandike hii jamaa ama nifanye namna gani? Wababa sina shida sana. Sana wanaume. Ameacha suti. Kama juzi nikipanga wardrobe yangu, niliangalia kwa mzee. Nikahesabu suti zikafika pieces 18. Na anapanga ngapi tano? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizo zingine hata zilipelekwa na stia ndopi asijapaliwa. Na bado zinaendelea kukua chafu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anajaribu, si anakujanga na suti. Bwana Yesu asifiwe. Atisi anakaa mzee. Na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Simonijibu jamani. Congrats baba Mweni. Tangu aingie hii kanisa, mpigieni makofi. Achangi koti. Amen. Huyu ni Mkamba kamili kama mimi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Wakamba na Wajaluo ni kama walitokea njia moja. Hata ingawa tunadanganywa, Wajaluo walitokea huko, Wakamba wakatokea Tanzania. Hao watu walitoka pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Mkamba anajua kujichwada. Mjaluo anajua kujichwada. Bwana Yesu asifiwe. Kama hujui kujichwada utaliona baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mambo hayo yote yanapendeza Bwana. Yaani inatukuza haji. Mkitokea pale kwa gate, hapa wanaume wanakaa hapo wamenyonga tai. Hata kama bado huna kitambi, lakini una nini? Bwana Yesu asifiwe. Inaheshimisha namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia wamama vile wako smart. Angalia wanaume wetu vile wako smart. Bwana asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Hii ni bahati ya kumuinua nani? Kristo. Kuna wakati nilisema hata kama una kakoti ya kanisa, kuna vingine tunazungushako huku. I think ni 300, 200 na ununue tai ya 100. Sunday nyonga hiyo. Na waambie mimi sipendi kuvaa suti, napenda kuvaa mix and match. Na ukuje na hiyo koti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi tusikie tuna watu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So ni vyema Petero akazungumzia kuhusu mapasi mbele ya Bwana. Siongei mambo ya Bwana. Amen. Hebu niulize hao wanaume. Daraja ukienda kwa mke utaenda hivyo? Ukienda kwa mke, yaani kwa mke. Na 7 utaenda hivyo kwa mkwe? Msioki. Kwa mkwe utaenda hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukiangalia dunia, tuangalie Robert, tuangalie hata ndugu yetu. Amen. Si alikuwa na koti ama leo kuja na koti? Bwana Yesu asifiwe. Yaani wanakaa watu, wanajielewa. Sisemi ya mjielewe. Amen. Saa zingine mavazi inakupandisha kilasi. Amen. Unajua mimi ndio, wacha niwaambie tu kweli. Ndio hata nibarikiwe na gari, nifike hapa. Mimi ni mtu najua kujichua. Hata wakati nilikuanga na nguo mbili, nilikuanga napiga pasi na nabadilisha style. Natembea kama mtu ana 10 kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati mwingine ulikuwa unaona watu kwa mkutano, mtu anataka kutoka, na kuja naambiwa tuondolee hiyo gari. Sasa hiyo hata sikuwa na gari. Niliambiwa mara nyingi sana. Na mwenye gari kubwa amekaa karibu na mimi, lakini amevalia carton. Akai kuheshimika. Bwana Yesu asifiwe. So mambo hayo unaona ni kama na kuchongoa na kuheshimisha. Na ukiheshimika utaishi na Bwana, utashikamana na Bwana. Yaani hutaudhika, utakaa mtu wa maana. Hata watoto watajivunia. Acha nikwambie siku moja tukiwa shule. Tulikuwa tunasoma wasichana wangapi? 5 wa baba yangu. Na tulikuwa tunabeba chakula, naelewa chakula watu 5. Hiyo kwa kipimo ni kama kilo 2.5. Amen. Kilo moja akihesabiwa nusu ya chakula. So wakati mwingine hatungeweza kukipiga kibaki cha kututosha, tungeletewa shuleni kama kiko. Naye baba yangu akakosa kujitunza vizuri. Hivi ninahubiri. Akaingia kwa ulevi. Akakaa msafara wakati aliritaya. Unajua kuna wakati wa kukaa msafara. Bwana Yesu asifiwe. Wakati aliritaya, tunajua sasa huna ile pesa ya kukula nyama kila siku. Na ile ya kukaa kwa kivuli. Sasa huko ni ushango. Ni lazima waso. Sasa kamwili kakafanya nini? Kakaisha. Uzee ukafanya nini? Ukaingia. Akaenda akakunywa pombe, meno ine yote ikatoka. Na hiyo mzee ako over 70. Piga hiyo picha. Alikuwa anakaa haji. Anakaa msafara kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ikaapa ni siku moja ametuletea chakula shuleni. Nakwambia true story. Na akachelewa kidogo. Akakuja kama tumeachiliwa tuende lunch. Na si unajua mnahanga around mkiangalia paketi. Kama mama atatokea. Tukaona baba ndio hiyo na baiskeli. Anaendesha baiskeli ni kama inamuendesha. Unaonaga vile wanakaanga? Yaani anaendesha baiskeli lakini inakaa ni kama inamuendesha. Kwa sababu hana nguvu, anakunyonga pombe, kashati kameraruka kola. Mzee huyo ni hasora. Ana meno. Na unajua ametembea kilomita 6 na hiyo baiskeli. Kwa tunaenda bahari. Amesweat. Sasa alikuwa anapanga kakofia. Na anakaweka site moja hivi. Akakuja akasimamisha baiskeli na ile kuchoka. Na akaweka kakofia hivi. Na unajua hata mbwa ikichoka ukiwa juu inafanyaga. Sasa yeye kuna side alikuwa anapanga. Akaongezea hiyo style. Na amesimama hivi. Kwa vile ameangalia, msichana mmoja akamuona. Hata kimbia akisema,
Kujeni muone baba ya fulani. Mimi sasa, na mimi nilikuwa meja, mtu anajidai, mtu yani wa maana, akakimbia, kujeni muone baba ya Ndunge, kujeni muone kama mzee. Nakwambia ni kitambo niende hiyo chakula, tulikuwa tunaangalia tuende kama tusiende, lakini tumbo inaitisha. Tumeaibishwa bwana. Baba anakaa hasara kabisa. Tukakaa hapo tukaona belo itafanya nini? Itarini. Mimi nikasema kwani iko nini? Nikaenda nikachukua, sikutaka mambo mingi. Nikachukua nikamwambia asante baba. Tukaenda tukakaa chini tukakula. Wacha saa 8 after lunch. Nilichekwa kwa hiyo class. Na vile nilikuwa nasikia mimi ni star. Kwanza nilikuwa prefect. Ule ninaamurisha class. Ule ninaona ninajua. Ule ninaona ninaweza. Halafu anasema si alikuwa na style nyingine. Kofia nayo na mdomo. Bwana Yesu asifiwe. Najua nibadilisha nikasema aje. Hata sio baba yetu. Kuna dhambi zingine tutupu. Hata sio baba yetu. Wewe ni mfanya kazi yetu. Sasa ndio nirudishe kwa ile standard. Ni mfanya kazi wetu. Kumbe ni matajiri. Wanakuanga na mfanya kazi. Nikamwambia sasa kusikia hiyo story na mwenye ataongea hapa na muandika. Story ikafanya nini? Lakini ndani ya roho yangu ikiniuma ni baba yangu. Nimesema ni fanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiona nikihubiri hivi vitu, wazee mjiweke vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile wamama tunajiweka vizuri, valia vizuri na heshima. Hiyo yani kaa vizuri na heshima. Hata mtoto wako ajivunie wewe. Lakini baba anatoka toka mbele ya watoto na kinyaza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume mzima unakaa mbele ya wasichana wako 18 years na kinyasa. Bwana Yesu asifiwe. Ni dhambi na makosa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mwenyezi Mungu atusaidie sana. Kuna mambo hatufai kufanya. Ama baba unatoka mbele ya wasichana wako na vest. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ingine haifai. Na kule ndio Biblia inatueleza tushikamane na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukishikamana na Kristo, kuna mambo ya aibu, kuna mambo yale hayafai hayataonekana kwako. Na kila jambo kwako litamkiri Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tufungue kitabu cha Psalms 33. Nikimalizia kitabu cha Zaburi 33 mstari wa 18 hadi 20. Amen. Neno la Bwana kutoka katika kitabu cha Zaburi 33. Amen. 33 mstari ule wa 18 mpaka mstari wa 20. Neno linasema, lakini macho ya Bwana yako kwa wale wamchao, kwa wale tumtumainiao, ama kwa wale watumainialo katika upendo wake usio na kipimo ama na kikomo. Amen. Narudia ule mstari. Lakini macho ya Bwana yako kwa wale wamchao, kwa wale tumainiao, tumaini lao liko katika upendo wake Mwenyezi Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 18. Mmoja tu. Amen. Au watu tumezungumzia
na baadhi ya mambo mazuri kama yale. Ndiyo Bwana anasema macho yake hayawezi kuondoka katika nyumba ya wale wanayemtumainia. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana limesemaje? Lakini nataka ukumbuke hili, lakini macho ya Bwana yako kwa wale wamchao, kwa wale tumaini lao liko katika upendo wake usiye na kipimo. Amen. Kwa hivyo neno hili linakuthibitishia ya kwamba bichi kama hiyo tumezungumzia, watu wale wanashikamana na Mwenyezi Mungu, watu wale wanajali wenzao, watu wale wanapenda wenzao, wale watu wanahurumia wenzao. Biblia inatuambiaje? Macho ya Bwana yako kwa hao wanayemcha Bwana. Macho ya Bwana yako kwa hao wanayemtumainia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unaona kuna watu hapa macho ya Bwana iwaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Hiwezi kuwaangalia kwa sababu hawana tumaini na Mwenyezi Mungu. Hawana kumcha Bwana. Na ndio watu nina shida nao hapa. Hawamuchi Bwana. Kumcha Bwana ni kufanya kazi gani? Kumcha Bwana ni kufanya kazi gani kanisa? Tuseme wote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kumcha Bwana ni kumwabudu, ni kumtii, ni kumfuata, kushikamana naye, kuishi na Bwana, kutimiza matendo yake, kuhurumia wenzetu, kupenda wenzetu, kutenda haki, kutoa ujanja ndani yako. Kule ndio kumcha Bwana. Na watu wao Bwana anasema macho yake inakaa juu yao. Jambo inafuraha sana. Ukifuata Kristo, yani macho yake haiondoki kwako. Adui akija anamkemea mbali. Magonjwa yakija anayakemea mbali. Shida zikija anazikemea mbali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi hatujui siri hii. Siri yetu tu ni kutenda maovu, tukuje kuomba. Ni kila Sunday. Hausame. Yaani hujawahi samehewa. Sisemi tusitupu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuna siku moja utakuja kanisani na furaha. Wengine wakisema hausamehe, unaambia Bwana wewe ni Mungu. Hakika wewe ni mkubwa. Hakika ninakupenda. Hakika unanipenda. Yesu asifiwe. Maombi ya Wakristo ni hausamehe. Nibariki. Ni rehemu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Hawana kumcha Bwana. Mtu anamcha Bwana, macho ya Bwana haitoki karibu na yeye. Yaani inamwangalia tu. Chakula kikiisha anaitisha, kinaletwa. Magonjwa yakivamia anasema yaondoke. Kwa sababu Bwana anafanya nini? Anaona. Anaangalia wewe. Anaangalia watoto wako. Anaangalia mume wako. Anaangalia mke wako. Aendako, atendalo. Macho ya Bwana inafanya nini? Inaona. Wale macho ya Bwana inawaona watateseka, watahangaika, watalaka. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunakosa kwa sababu ukujaki mkutano wa Tuesday. Amen. Uko jinsi ulivyo kwa sababu ukujangi mukesha. Amen. Hata mkataa kuniambia amen. Bwana Yesu asifiwe. Uko jinsi ulivyo, moto iko kwako kwa sababu wewe ni jambasi. Yaani jambasi. Bwana Yesu asifiwe. Jambasi kubwa kanisani. Wizi wa mabavu. Tukisema lete vikombe 2, unalete 1. Tukisema toa fungu la 10, nitatoa next month. Bwana Yesu asifiwe. Tukisema tuende kesha, mimi ninakooa. Bwana Yesu asifiwe. Tukisema tufanye hivi, wewe una excuse yako. Bwana Yesu asifiwe. Imagine ndio baada unateseka. Sio mchawi.
sio mganga. Ni kwa sababu ujui kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imetuambia wale wanajua kumcha Bwana, macho ya Bwana iko juu yao. Amen. Kama vile macho ya mama inakaanga juu ya mtoto wake. Akilala sana, kulala tu, just imagine amelala, ametulia kitandani. Hajaibwa, ali na si mgonjwa. Mama anaenda kuangalia mtoto. Bwana amepitisha masaa ya kulala. Ako salama kweli? Bwana Yesu asifiwe. Sivyo ndio mama anafanya? Anatunza mtoto wake. Hai, na leo amelala sana. Na unajua ule mtoto amekupea tu time. Ule mtoto hana shida, ametulia. Paka mama anaona wacha niangalie. Anaenda paka anasikiza kanapumua vizuri. Unaweza kuwa na homa, anashika tumbo, unaweza kuwa na constipation. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo macho ya Bwana utembea na wale wanaye mcha. Amen. Wewe endelea tu kueneza mshene mtaani. Bwana Yesu asifiwe. Nayo macho ya Bwana yatajifunga kwako. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ndio ule mtu unanisumbua hapa. Ya kwamba fanya ndio hiyo polisi anakuja. Kumbe ndio ile fanya Nairobi inajaribu kusukuma morali. Bwana Yesu asifiwe. Wengine bosi ameibwa na hata hapo kwa nyumba hajaona ule mwizi. Hadi watu wanalifanyanga ni silaha. Bwana Yesu asifiwe. Pasta, kitu ya mtoto imekwama kwa meza. Niko Makueni uko Nairobi. Sawa, imekwama kwa meza. Si utafute jinsi utamoa kichwa kwa meza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu wana vituko. Maybe ameingiza kichwa mahali. Yaani kichwa, pasta, kichwa imekwama. Na sasa hiyo niko na kilomita 180. Makueni. Mimi natoka Makueni nikuja kungoa kichwa ya mtoto kwa meza. Bwana Yesu asifiwe. Pasta, busi yangu imekesha ikilia, nasikia inalia hata saa hii. Si uende uangalie imejifunga shingo ama iko shida gani? Bwana Yesu asifiwe. Wale watu hawamchao Bwana ndio wanasumbuanga mimi. Bwana Yesu asifiwe. Chungu na mambo mengine unakuwa na courage. Ni kama busi hiyo yangu imejifunga vibaya, unaenda kuangalia. Sasa hata busi ikijirolo kwa ile mti unafungianga, pasta, busi imefanya nini? Bwana Yesu asifiwe. So hao ndio watu wale hawajui kumcha Bwana ndio wananisumbuanga wapi? Sisemi usiniite, mimi niko tayari. Iwe mchana, iwe usiku. Lakini kunayo mambo huku kwangu kumedhuka. Pita ni vikali. Wagonjwa ndio hawa. Mambo kama yale. Sawa, tumevamiwa. Tushikie imani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna vitu vingine ni vyako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata badali viuriti. Siku nyingine nyoka ilikuja kwa nyumba yake. Nikampata tu amekaa hapo na nyoka ikakuja. Alichukua simu, pasta, nyoka iko hapa. Na saa hiyo nasikia vile inapindwa. Pia, pasta, unasikia vile ninaiua. Pia, pasta, nyoka iko kwa nyumba yangu. Pia, nimeiua sasa pasta. Nimeiua. Pia, na imeleka kuichoma pasta. Ndio hiyo nachoma kiberiti. Pia. Yana badali huyo. At least alijaribu. Bwana Yesu asifiwe. Juu alijua inaweza kuwa ni shetani imshinde nguvu. Na hakuna mtu anajua, lakini akachukua action. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wao wamejinyosha tu. Nasikia ni kama kuna watu wanatembea nje pasta. Bwana Yesu asifiwe. Kwani mimi ni watchman? Bwana Yesu asifiwe. Ndio na expect nifanye Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. So ninaambia kanisa, Bwana Yesu asifiwe, wale watu wanamcha Bwana hawatakuwa na wasiwasi. Kuna yale mambo watatatua, ndio kuna yale tutawasaidia. Na mimi sijakataa unipigie simu kwa mambo yale, at least unajua nitakusaidia. Amen. Lakini sasa ni kama ushikwe na jambazi, utatoa simu unipigie? Na jambazi anataka kukushuti, anakuambia toa yote, toa yote. Utamwambia ngoja nipigie mchungaji simu?
Bwana Yesu asifiwe. Ukikutana na jambazi unafanyanga nini? Mungu nisaidie. Toa yote, unatoa. Lete hiyo nyingine, unatoa. Ukiambia tu Mungu, unajua una submit kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi nishawahi kuwa roho nikarobiwa hivyo kule town. Na huyo mwizi alikuwa songo sana. Ni kama alijua hata mimi ni songo. Si kutishwa hivyo. Unashangaa na mwizi anakutoanisha mara 3 mkiangalianga hivi. Anakuitisha mara ngapi? 3. Sasa hiyo nilikuwa natupesa. Nilikuwa na around 7,000 kwa mfuko. Na unajua mimi ni mwerevu, simebaki pesa kama mjinga. So hizo mzuri niliweka vizuri. Nikaweka nusu ya 1,000 kwa kabeti hii tunabebanga. Sasa huyu akanimonitor. Katikati ya watu mtaani Nairobi, hapo St. Peters. Hapo tu. Tunaona hiyo barabara huwa pana sana. Ukivuka huku ukuje huku. Akanimonitor akajua huyu hapo danganya na hiyo shetani yake. Huyu ako na kitu. Akakuja tu na kasiku. Si unajua kasiku? Kanaitwa hivyo kasiku. Kale kanakaa hivi. Kale kamkata? Yes. Ako na kumbe anaweka kwa hii kabuti. Simama. Akatoa kasiku. Unajua kanaingizwa wapi? Washiko. Na ni mchana. Kakawekwa hivi hapo sio bunduki kasiku. Kale kanakaanga hivi ukata nyasi. Nakaangishwa hivi na nikashika. Akaniambia harakisha. Nikamuuliza Haji, unauliza nini? Si uniambie. Harakisha. Leta pesa. Kwa kibeti tu nikamwambia 200. Ongeza. Nikaongeza 100. Ongeza 30. Nikasitoa 30. Nikaongeza. Nimetosha. Enda na usiangalie nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ningekuwa na saa ya kupigia mchungaji wangu simu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pale Bwana aliniokoa. Hata hizo loose nilikuwa nazo hakumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Juu aliona hii ni sungu. Hii ni vile ni safi kuliko mimi. Bwana Yesu asifiwe. Naye wakati huo singeshikika. Nilikuwa msichana barubaru. Nafikiri aliangalia hiyo macho. Kwanza mimi nilikuwa weightlifter. Watu wanajifanya na nguvu ya kukula ugali. Bwana Yesu asifiwe. Aliangalia akaona hii. Na nilikuwa navaa kalongi. Nilikuwa navaa longi. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo juu navaa body suit. Nikitembea hivi mtaani, si kwa mnono, lakini mtu mwenye muscles. Kaangalia akaona hii. Itanikunja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninaambia watu Haji, to submit kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Wale wamejitoa, wamesubmit kwa Mwenyezi Mungu. Macho ya Bwana iko juu yao kila wakati. Inawatetea, inawalinda, inawatunza. Magonjwa yakija, anayaamurisha yaende. Bwana Yesu asifiwe. Si katika kitabu cha Ayubu tunaambiwa macho ya Mungu ilikuwa inaangalianga tu Ayubu. Hata akienda kwa choo, Mungu anaangalia, snake inaweza tokea nyuma na haoni. Bwana Yesu asifiwe. Hata akienda wapi, unajua wakikula kwa sherehe, mtu wa tesi anaweza wekea yeye sumu. Macho ya Bwana inamulika. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka siku moja shetani akaenda kutembea area hiyo. Hata hakuenda kwa Ayubu mwenyewe, kwa area hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akiwa mbinguni akaona shetani ndio huyo kwa area ya nani? Ya Ayubu. Akamwita shetani, uko wapi? Na unafanya nini? Na unatenda nini? Kwa mtu wangu nani? Ayubu. Akaambia Mungu, mimi ninasunguka tu. Nikitafuta nini? Nikitafuta nini? Wale wasiomcha nani? Mwenyezi Mungu. Lakini akaongezea akamwambia, hata huyu unamtetea. Ni vile unampenda sana. Mwachilie kwangu. Uone vile atakukataa. Hata ingawa Mungu alimwachilia. Ayubu alikana Mungu? Ayubu alikana Mungu? Hata ingawa alijaribiwa, Ayubu alimkana Mungu? Kwa hiyo macho ya Bwana iko juu ya wale wanaifanya nini? Wanayemcha yeye. Namalizia na nikumaliza kabisa. Najua mchungaji akisema anamaliza, anamalizanga mara 7. Amen. Ukisikia kianza kusema ninamaliza,
anakuanga ameanza kushika break, anashika break ya 7 ndio anamaliza, lakini mimi namaliza na ya 3. Amen. Fungua kitabu cha Isaia, Isaia mlango wa 40. Kitabu cha Isaia mlango wa 40. Mstari wa 31. Amen. Tusomea kwa Kiswahili, sijafika kwa. Amen. Kitabu cha Isaia. Bali wao wangojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Amen. Na Bwana abariki neno lake. Neno la Bwana limetuahidi mambo mazuri. Kwa wale wanayefanya nini? Wale wanayemngojea Bwana. Kumngojea Bwana ni kumcha Bwana. Biblia inasema watu hao watafanya nini? Hawatachoka. Biblia inasema watafanya nini ingine? Tuanze. Biblia inasema watu hao watafanya nini? Watapewa nguvu mpya. Ya pili, watapanda juu kama tai. Ya mwisho, na ya nne, wote tuseme, wote tuseme. Kwa hivyo tuna ahadi njema ya Mwenyezi Mungu. Tuna ahadi njema kutoka kwa Bwana. Wamchao Bwana, wanayemngojea Bwana hawatachoka, hawatashindwa. Watafanya nini? Hawatazimia, hawatashindwa. Katika uvuli wa mauti wataokolewa. Katika janga la moto wataokolewa. Katika vita vyote wataokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Hakika ni ahadi unavaa kutembea nayo. Tuanze ya kwanza, watapata nguvu mpya. Wale wanayemcha Bwana watapata nguvu mpya. Hautakaa mnyonge, hautakaa slapi, utakaa mtu mwenye nguvu. Ya pili, watavaa juu. Yaani watu wataona kubarikiwa kwenu, watu wataona kung'aa kwenu, watu wataona ushindi wenu. Kule ndio kuvaa, kule tunahitaji kupaa kabisa, katika baraka, katika imani, katika kila kitendo. Bwana Yesu asifiwe. Ya tatu, watakimbia mbio na hawatachoka. Ni kama leo tulikesha hapa tukienda miondoko ya mbinguni, lakini leo watu wamekaa kana kwamba hawakuondoka, yaani hawakucheza sana. Tuko na nguvu, tuna uwezo. Hata tukiambiwa turudi usiku, hatutaonyesha kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati watakuwa renewed. Bwana Yesu asifiwe. Watatiwa nguvu mpya. Hawatasema mimi nitachoka sana. Hawatasema nimefanya kazi nimechoka sana. Hawatasema mimi kifua yangu ipendi baridi. Bwana Yesu asifiwe. Ujifunike hata kama ni blanketi na ukuje kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Ya nne, wataenda na hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe. Si umrudie Bwana. Si ni wakati wa kumrudia Bwana. Ni wakati wa kumkubali Bwana. Kwa sababu tunazo ahadi. Sina yenyewe hazina kipimo. Kwa sababu huyu Bwana ako kama vile ametuambia pale mwanzo katika kitabu cha Waebrania ya kwamba yeye ni Mungu wa watu gani? Wale wamchao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni Mungu ya wale wamchao, na ametupa ahadi za wale amewapenda yeye. Amen. Kwa hivyo ninawaita wote wale walikuwa wamepotea,
wale imani ilikuwa chini, kwa msaada wa Roho wa Mungu neno hili ikurudishe. Tusimame, sema jambo mbele ya Mwenyezi Mungu, kisha tukaombe.